Mhamiaji haramu ni mtu anayehamia, kuingia au kukaa katika nchi fulani bila kufuata taratibu, vibali au sheria za uhamiaji zinazotambuliwa na serikali ya nchi hiyo. Aina za wahamiaji haramu hutofautiana na wahamiaji wa kisheria au walio na hati ambao huingia nchini kupitia njia zinazofaa. Tafsiri ya ulimwengu kuhusu wahamiaji haramu, global definition. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, mhamiaji haramu ni mtu anayevuka mipaka au kukaa katika nchi fulani bila kufuata taratibu halali za uhamiaji, kama kuingia bila pasipoti, visa au kibali cha kuingia, kukaa baada ya muda wa kibali kumalizika au kufanya shughuli zisizoruhusiwa. Hii inatambuliwa katika nyaraka kama vile UN Protocol Against the Smuggling of Immigrants ya mwaka 2000 inayolenga kupambana na usafirishaji haramu wa wahamiaji, International Organization for Migration IOM guideline zinazofafanua hali ya mhamiaji asiye na kibali, na mwaka 1951 Refugee Convention pamoja na mwaka 1967 Protocol zinazofafanua tofauti kati ya mhamiaji haramu na wakimbizi au waomba hifadhi wanaolindwa kisheria. Kupitia sheria ya uhamiaji ya Tanzania ya mwaka 1995 inaeleza kuwa mhamiaji haramu ni mtu asiye raia wa Tanzania ambaye ameingia wanakaa nchini bila vibali vya uhamiaji vinavyotambuliwa kwa mujibu wa sheria ya uhamiaji, au ambaye ameingia kwa halali kisha kukosa uhalali kama vile visa kuisha. Mhamiaji haramu ni yule ambaye pia amehusika na vitendo haramu vya uhamiaji, mfano usafirishaji wa wahamiaji. Sheria hii inampa idara ya uhamiaji mamlaka ya kumkamata, kumrudisha nyumbani na kuweka adhabu kwa wahamiaji haramu wanaohusika. Nchini Tanzania, chombo kinachohusika na kufuatilia wahamiaji haramu ni idara ya uhamiaji. Idara ya uhamiaji ni chombo cha ulinzi na usalama ambacho kinafanya kazi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Idara hii inafanya kazi kwa kutumia sheria ya uhamiaji sura namba 54 rejeo la mwaka 2016, na pia inatumia sheria ya uraia namba 357 rejeo la mwaka 2002 na sheria ya pasipoti na hati za kusafiria namba 42. Pia wanao sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu namba 6 ya mwaka 2008. Chanzo cha wahamiaji haramu kwa muktadha wa Tanzania. Wahamiaji haramu wengi kutoka Ethiopia, Eritrea na Somalia hawakusudi kukaa Tanzania, bali wanaitumia kama njia kuelekea nchi za kusini mwa Afrika kama vile Afrika Kusini, Malawi, Zambia na Msumbiji. Tanzania ni nchi ambayo iko katikati, mipaka yake ni mikubwa na ina njia nyingi zisizo rasmi kama vile bandari za siri, misitu, mito kwa kutumia nyaraka za bandia au kupita, pamoja na mizigo isiyokaguliwa vizuri. Sababu nyingine za wahamiaji haramu wanaoingia katika mipaka ya Tanzania ni umasikini na ukosefu wa kazi kutoka kwenye nchi zao walikotoka kama vile Ethiopia, Eritrea na Somalia. Wengi wanaamini kuwa wakipita Tanzania kufika kusini mwa Afrika kuna kazi nyingi kama za mashambani, migodini na ujenzi. Pia migogoro ya kisiasa na kuzorota kwa usalama kwa muda mrefu katika nchi ambazo wahamiaji haramu wanatokea kama vile Ethiopia, Somalia na Eritrea inasababisha watu kuhama. Chanzo kingine cha wahamiaji haramu ni sababu ya kihistoria ambayo Tanzania imekuwa ikihifadhi wakimbizi toka mwaka 1964. Kwa mfano, kuna vita ilitokea nchini Kongo inaitwa Mlele ambako wakimbizi walianza kuingia nchini Tanzania. Lakini pia miaka 1990 Tanzania ilianza kuwa na kambi nyingi za wakimbizi kutokana na nchi za jirani kuwa na vita kama vile Burundi na Rwanda. Chanzo kingine ni sababu ya kibiashara. Hii inachangia watu wengi kuingia nchini kwetu kwa ajili ya kufanya biashara mbalimbali. Pia upatikanaji wa ajira kwenye migodi na mashamba makubwa imekuwa kama kivutio cha wageni kuingia kiholela bila kufuata sheria, na mwingiliano wa kijamii kama vile kuoleana. Mikakati ya Tanzania kushughulikia uhamiaji haramu. Tanzania imeweka ukali kwenye sheria ya uhamiaji kwa uwepo wa kifungu namba 46 ya mwaka 1995. Kwa mtu yeyote atakayejihusisha na shughuli za uhamiaji haramu kama usafirishaji na kuhifadhi atahukumiwa kifungo cha miaka 20 jela, na mali iliyokuwa inatumika na wahamiaji haramu kama nyumba au gari kutaifishwa kwenda kwa upande wa serikali. Mikakati mingine ni kutoa elimu ili watu waelewe madhara ya uhamiaji haramu kwenye jamii. Kwa mfano, mtu anaweza akaingia kwa njia ambazo sio sahihi, akaleta magonjwa, akaambukiza jamii nzima ya Tanzania, na pia anaweza akaingia na silaha akaleta madhara kwenye jamii. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, David Shimko, hema Changamoto za idara ya uhamiaji inayoshughulikia wahamiaji. Changamoto ya kwanza ni ukubwa wa eneo la mipaka na upungufu wa watendaji wa idara ya uhamiaji. Kutokana na ukubwa wa eneo la mipaka, inasababisha watendaji wa uhamiaji kuwa pungufu, hali inayochochea kushindwa kufanya kazi kwa umahiri. Pia Tanzania ni nchi ambayo imezungukwa na nchi za jirani 8
hali inayosababisha kuwepo kwa vipenyo vingi vinavyovutia wahamiaji haramu. Changamoto ya pili ni ukosefu wa uzalendo kwa wananchi wa mipakani, maana sio rahisi mtu anatokea nchi jirani na kujua kirahisi njia za kupita ambazo sio rasmi ili kufika Tanzania na kupita kwenda nchi nyingine za kusini mwa Afrika. Baadhi ya wananchi wanaoishi mipakani wanawapokea, wanaohifadhi majumbani na wanaelekeza njia za kupita, na pia wanalipwa fedha na wahamiaji haramu. Changamoto nyingine ni swala la ukosefu wa elimu kwa wananchi, kwa sababu wengine hawajui ni adhabu gani ambazo watapata kutokana na kumpangisha mgeni ambaye hajulikani au kuwasafirisha wahamiaji haramu kutumia chombo chake cha usafiri. Mtu yeyote ambaye atachukua mgeni kutoka sehemu moja na mvusha upande mwingine kiholela, akishikwa, najua sheria ya uhamiaji mpya mwaka 2016, na ukapatikana kweli mahakamani kwamba ulifanya hivyo, unafungwa pamoja na pikipiki yako au kile kitendea kazi kinachukuliwa na serikali. Wito kwa Tanzania: ni jukumu la kila mtu kutoa taarifa kwa uwepo wa wahamiaji haramu mahali popote, na usimuhifadhi kwenye nyumba au kumpa ajira ili afaidi matunda nchi yetu, na pia tujenge uzalendo ili kukomesha wahamiaji haramu. Mimi ni Witness Lema, Makini TV.